Mndeme ni wakili, nimeambatana na wakili mwandamizi Joseph Kipeche. Wote kwa pamoja tunawakilisha na timu nyingine tunawakilisha wateja wetu Barnabas Okola, mwombaji wa kwanza, Joseph Mwakidasi, Matias Cosmas, Abubakar Mashambo na ndugu Lembros Mchome. Shauri letu ni shauri namba 20581 la mwaka 2026. Liko Mahakama Kuu Masjala Kuu Dodoma na limepangwa mbele ya Mheshimiwa mtukufu Jaji Mruma. Kwa muhtasari ni kwamba shauri lilikuja kwa mara ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 8 wiki iliyopita, na limepangwa tena kusikilizwa tarehe 25 mwezi wa 8, isipokuwa nafahamu kwamba tarehe 25 imetangazwa siku ya sikukuu na BAKWATA. Kwa hiyo kitaratibu shauri litaenda tarehe 26. Kwa shauri litakuja tarehe 26 au maelekezo mengine ambayo yatatolewa na mahakama. Tumekuja mbele yenu kwa sababu kumekuwa kidogo na sintofahamu ya uamuzi wa wateja wetu kwenda mahakamani, na zimetoka kauli kadhaa kutoka kwenye chama chao kuhusiana na uamuzi wao wa kwenda mahakamani. Sasa nini kipo mahakamani? Mahakamani ni shauri la kuomba idhini ya kufungua shauri la mapitio. Mapitio ya nini? Mapitio ya uamuzi ambao umefanyika kwa namna tofauti tofauti dhidi ya wateja wetu kuhusiana na kinachoendelea kwenye chama chao. Sasa unaweza ukawagawanya katika makundi, mambo yao ukagawanya katika masuala yao ukagawanya katika makundi 3-4. Lakini mwanzoni mwa mwezi Julai tarehe 6 mpaka tarehe 10 zilitoka taarifa mbalimbali. Bwana Okola aliandikiwa barua ya uamuzi kwamba amesimamishwa kwa katibu wa mkoa wa Morogoro. Lakini pia bwana Joseph Mwakidasi na yeye aliandikiwa barua, na bwana Abubakar Mashambo na wenyewe aliandikiwa barua kupitia vyombo vya habari kwamba wamesimamishwa nafasi zao za uongozi. Sasa wakachukua hatua. Bwana Okola alikata rufaa kwenda kamati kuu, lakini ghafla ikajibiwa na ofisi ya katibu mkuu wa chama chake kwamba uamuzi wa katibu wa kanda umesitishwa, lakini kama kanda inataka kuendelea na utaratibu wake basi iendelee. Kidogo akaandikiwa barua na katibu wa kanda yule aliyemsimamisha uongozi kwamba sasa jieleze. Sasa wateja wetu wakajihoji, je, katibu mkuu ni kamati kuu? Jibu ni hapana. Kwa ndio maana akasema sasa, kwa sababu mamlaka ya haijaamua, niende nikaomba mahakama ili uamuzi huu wa katibu wa kanda ya kati upitiwe kama ni halali, kwa sababu hakupewa nafasi ya zaidi ya kusimamishwa nafasi yake ya uongozi. Ndugu Joseph Mwakidasi yeye na Abubakar Mashambo, taona shauri liko hapa. Wao walisimamishwa na katibu wa kanda ya kaskazini nafasi za uongozi. Sasa hawa ni viongozi wa majimbo na wilaya, wanasimamishwa na katibu wa kanda ya kaskazini. Katibu wa kanda ya kaskazini si mamlaka ya nidhamu ya viongozi wa majimbo kwa mujibu wa katiba ya chama chao. Kwa mujibu wa katiba ya chama chao, baraza la uongozi la mkoa ndilo lenye mamlaka ya nidhamu dhidi ya viongozi wa wilaya. Sasa kama hawakuridhika na uongozi na uamuzi wa baraza la uongozi la wilaya, wanayo haki kwa mujibu wa katiba yao kukata rufaa kwenye mamlaka ya juu, kwa sababu mamlaka yao ya nidhamu kwa mujibu wa ibara ya 636 Kirumi 4, mamlaka ya nidhamu kwa viongozi wa majimbo na wilaya ni baraza la uongozi la mkoa. Sasa wana haki ya kukata rufaa kwenda kanda. Sasa mamlaka ya rufaa ndio iliyowasimamisha, na kwa mujibu wa katiba ya chama chao 636E, mamlaka ile ya rufaa ndio ya mwisho. Sasa hawana pa kwenda, na ndio maana wakaenda mahakamani kuomba kibali
au idhini ili waende wakafanya mapitio. Ndugu Lembrus Mchome yeye alisimamishwa na kaimu katibu wa mkoa wa Kilimanjaro na akamtangazia kwamba tayari nafasi yako inakaimiwa na mtu mwingine ya mwenyekiti wa jimbo la Mwanga. Sasa unajiuliza aende wapi? Hakuitwa kusikilizwa, akaandika rufaa yake sasa kwenda kwa katibu wa kanda ya kaskazini ili kamati ya tendaji ya kanda ya kaskazini iweze kumsikiliza, kwa sababu tayari ngazi ya mkoa wameshasema yeye sio kiongozi. Akalalamika, katibu wa kanda ya kaskazini akakataa kupokea malalamiko yake, hakutaka kumsikiliza, akambloko katika njia zote za mawasiliano, kwa hana pa kwenda, na ndio maana wakaamua kwenda mahakamani. Bwana Mathias Cosmas na yeye alisimamishwa na mwenyekiti wa mkoa wa Tanga. Mwenyekiti wa mkoa wa Tanga sio baraza la uongozi la mkoa, ni mwenyekiti kama mwenyekiti, kama ilivyokuwa kwa kanda ya kaskazini. Na mwenyekiti wa mkoa wa Tanga naye baada ya kumsimamisha akaandika tena barua kwamba ajieleze. Yaani ushamwadhibu mtu bado unataka tena ajieleze. Kwa hiyo watu hawa wamelalamika, wamepeleka malalamiko yao kwa ofisi ya katibu mkuu na hawajapata majibu kwa muda mrefu, isipokuwa Okola ambaye naye hakuridhika na majibu yale, kwa sababu katibu mkuu sio kamati kuu. Ilitegemewa kamati kuu ikutane, ijadili hilo jambo na iweke utaratibu wa kuamua hiyo rufaa. Sasa kwa mujibu wa katiba ya chama chao, kanuni ya 651, mwanachama yeyote yule, unajua viongozi ni wanachama pia, ili uwe kiongozi lazima uwe mwanachama. Mwanachama hatachukuliwa hatua za kinidhamu isipokuwa kwanza aandikiwe barua kwa maandishi, aitwe kwenye kikao ajieleze, ndipo uamuzi ufanyike. Kama ni kiongozi, kanuni ya 655, 657, 657, 658 zote zinaeleza utaratibu wa namna kumchukulia hatua kiongozi. Sasa kama unakuwa na taasisi ambao watu wanaamka tu na kufukuza watu, kuna shida sehemu, na ndio maana wako mahakamani, wanaiomba mahakama iwape idhini ili wakafanye mapitio ya uamuzi ule. Sasa kuna mambo mawili ya mwisho nitayazungumza kuhusiana na kauli mbalimbali dhidi ya wateja wetu zimetolewa na viongozi wa chama chao. La kwanza, wanasema wanataka kuzuia baraza kuu. Kwenye maombi kama haya, maombi yao hapa yaliyoko mahakamani, hakuna hiyo amri iliyoombwa kwamba mahakama izuie baraza kuu. Hakuna. Na kuna tuhuma kadhaa zimetolewa dhidi yao, kwa sababu sasa wako mahakamani, viongozi na chama chao watapata nafasi kupitia viapo kueleza hayo mambo dhidi ya wateja wetu, ili mahakama ione mawanda ya maelezo yao na ya kwao iweze kutoa ufafanuzi. Mara kwanza kabisa shauri lilitajwa mahakamani tarehe 12 mwezi wa 8 2026, na siku hiyo mahakama ilitoa maelekezo mahususi, ambapo ilitoa maelekezo kwamba wajibu maombi kama wanakusudia kupinga maombi hayo, basi wapeleke majibu yao kwa maana viapo kinzani ifikapo tarehe 19 mwezi wa 8. Na mahakama pia ilielekeza kwamba kwa kipindi hicho kuanzia hiyo tarehe 12 mwezi wa 8 tulivyoingia mahakamani mpaka maombi yatakapokuwa yamesikilizwa, basi hali ibaki kama ilivyo, kwa maana wateja wetu wasibugudhiwe, waendelee kubaki na hali walionayo. Na shauri likapangwa kusikilizwa tarehe 25 mwezi wa 8 2026, na kama alivyodokeza wakili mwenzangu hapa kwamba inawezekana siku hiyo ikawa ni sikukuu, basi kama itakuwa sikukuu then shauri itasikilizwa tarehe 26 ama mahakama itatoa maelekezo mengine. Mpaka tunavyoongea leo tarehe 20 hatujapata majibu ya wajibu maombi, na kwa hivyo hatujui kama wameshajibu au la. Tutakavyotokea mahakamani tutapata mrejesho kutoka kwao. Kwa hiyo kwa sasa hali hivyo, mahakamani iko hivyo, shauri lipo na limepangwa kusikilizwa tarehe 25 mwezi wa 8 2026 saa 3
kamili asubuhi, Mahakama Kuu, Masjala Kuu ya Dodoma, mbele ya Mheshimiwa Jaji Mruma.